Mwashamu Baba Askofu, wapendwa mapadre na familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Jubilei kuu mwaka mtakatifu 2025, maujaji katika matumaini. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Basi ninaomba nichukue nafasi hii niwaalike kila mmoja tumpongeze Mwashamu Baba Askofu na kumshukuru kwa mafundisho yake hasa ya kichungaji siku ya leo. Basi na mimi ninamshukuru kwa nafasi hii ambayo amenipatia niweze kuainisha kwa kifupi changamoto, mafanikio na changamoto za uchungaji. Na kama alivyotufundisha kwamba mchungaji wa kwanza kabisa ni nani? Ambaye anasema yeye ni mchungaji mwema, si ndio? Na mchungaji mwema anatoa maisha yake kwa ajili ya kondoo wake. Na huyu mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo akatushirikisha na kutujalia hiyo huduma ambayo yeye ndiye mkuu wa hiyo huduma. Akatushirikisha kwa sakramenti ya ubatizo. Mchungaji mkuu Yesu Kristo, mchungaji mwema, ametushirikisha huo uchungaji, hiyo huduma ya kuwahudumia watu wa nani? Watu wa Mungu. Na hapo kuna wengine wamepewa hiyo huduma kwa ngazi ya daraja ambao ni maaskofu na mapadre, daraja takatifu, sakramenti ya daraja takatifu. Kwa hiyo kwa namna hiyo Yesu ametushirikisha hiyo huduma na tumeifanya kwa muda na tunamshukuru sana Mungu kwa mafanikio ambayo tumeyapata kwa kutimiza huduma hiyo ambayo Kristo ametushirikisha. Na ndio maana hapa tunapomshukuru tunazitambua hizo shukrani kwa kuainisha mafanikio ambayo tumeyapata katika jimbo letu la Moshi kwa kutimiza wajibu huu ambao tumepewa na Kristo mwenyewe wa kuhudumia watu wa Mungu, wa kuwachunga watu wa Mungu, wa kila mmoja kwa nafasi yake, ambao tulipewa kwa sakramenti ya ubatizo. Tukapewa huduma ya kuinjilisha, kufundisha katekesi kwa njia ya kazi yake ya ukuhani, kutakatifuza malimwengu, kuwatakatifuza watu kwa maneno yetu, matendo yetu na maisha yetu yote kwa ujumla. Lakini kwa ile huduma ya kuongoza, kufundisha, na Yesu mwenyewe akatualika kwamba tuombe ufalme wa Mungu. Tunaposali ile sala ya Baba Yetu, tunaomba ufalme wa Mungu ufanyeje? Uje. Ufalme wa Mungu uje, ufalme ambao sifa zake zimeainishwa katika ule utangulizi wa sherehe ya Kristo mfalme. Ufalme ni wa wote, ufalme wa amani, ufalme ni mwema, wa haki na kadhalika. Kwa hiyo wapendwa, mafanikio ya kwanza kabisa ambayo tumeyapata kwa kutimiza jukumu hilo ambalo tumepewa na Kristo, jukumu la kupata uzima, kuwapelekea watu uzima, tena wawe na uzima tele, waweze kupata wokovu, kwamba tumepata fanikio la kwanza ni kukua kwa imani yetu tangu miaka 135 ilipoingia hapa jimboni Moshi, kwamba tunamshukuru Yesu, tunamshukuru Mungu kwamba imani ya Kikristo, imani Katoliki imekuwa na sasa ni miaka 135. Na barua kwa Waebrania sura ya 11 ile aya ya 6 anasema Mwenyezi Mungu anapendezwa na kina nani? Anapendezwa na wale wamwaminio. Mungu anapendezwa na nani? Na wale wamwaminio. Kwa Mwenyezi Mungu tunapomwamini kwa dhati, imani thabiti ambayo haina mkorogo, haina makandokando, anapendezwa na sisi na anatujalia neema na baraka zake.
na tunafahamu neema za Mungu daima zinatosha kwa hali zetu zote tulizonazo, changamoto, mahangaiko. Neema ya Mungu yafanya nini? Yatosha. Na tunapomwamini basi anapendezwa na sisi, anatujalia hizo baraka. Na hivi ninawaalika kila mmoja wetu tuendelee pia kutazama, tunapomshukuru kwa hiyo imani katika Jimbo Katoliki Moshi, tujitazame na sisi kwamba mimi nina imani thabiti kwa Mungu kweli? Ninayo imani, ninamwamini Mungu kweli? Au ninaamini kidogo alafu ninaamini tena pale kwa nani? Kwa ile kondoo, si ndio? Kwa kondoo au kwa mbuzi, beberu. Wale ambao tunawachinja, tunawapeleka ndani, tunawatoa, tunamwagia maziwa si na nini. Alafu hapo unaenda tena kanisani, si ndio? Unaamini kondoo yupi? Ni huyu hapa au ni yule wa kwako? Kondoo, mwana kondoo yupi? Ni yule wa kwako kule au ni huyu? Hajagawanyika kidogo huyu na kidogo yule. Na Mungu hapendi mgawanyiko kabisa. Anataka imani thabiti, na kweli tukimwamini anapendezwa na sisi, na akishapendezwa na sisi tunapata baraka. Tukiwa kwenye changamoto yoyote tusitetere. Mara nyingi tunapokuwa na changamoto tunakimbilia kelele nyingi huko nje, si ndio? Mfano wetu ni nani? Mfano wetu ni nani? Abrahamu. Abrahamu imani yake kwa Mungu, licha ya changamoto zote, alidumu katika kumwamini, na akaambiwa aende nchi ambao haifahamu, lakini kwa imani aliyokuwa nayo thabiti akaenda tu, si ndio? Alivyoenda akapata baraka za Mungu kule kwa sababu ya imani thabiti aliyokuwa nayo, si ndio? Aliambiwa amtoe mwanae pekee, mwanae pekee, si ndio? Kwa imani akamtoa, lakini Mwenyezi Mungu akampa kondoo, si ndio? Lakini kwa imani alifanya nini? Abrahamu huyo anatufundisha wale ambao siku hizi tunasema ili hatutaki kufunga ndoa kwa sababu nataka nimjaribu nani, kama nitapata mtoto kweli. Atapata, na wazazi wanashabikia hiyo, si ni kweli? Wanamwambia unamchukua, umeshajaribu, una uhakika kwamba utapata mtoto hapa, nitapata mjukuu, unataka nife sijapata mjukuu, si ni kweli? Tunawaambia hivyo watoto wetu, kwamba yani unataka nife kabisa sijapata mjukuu. Lakini Abrahamu alikuwa na mke, si ndio? Aliishi miaka mingapi bila mtoto? 70. Na mke wake 100, si ndio? Walikuwa hawana watoto miaka hiyo. Ni nani mwenye miaka 90 hapa? Wameishi miaka yote. Mungu anawaambia nitafanya uzao wako uwe mkubwa, yaani uzao wako utakuwa kama nyota mchanga ardhini, lakini hana miaka 90, hana. Wewe ungeweza? Kwa nini? Hatuna imani kwa Mungu, si ndio? Lakini Abrahamu anatufundisha hapo kwamba alikwisha muamini Mungu 100%. Sisi tuna imani hiyo, lakini akadumu mpaka miaka ile. Ni mke wake baadaye tu pale ile alivyoona sasa mbona anaanza kukaribia kufa, alafu sasa hakuna hata mjukuu hata nini, akamshawishi akamwambia mchukue mjakazi wangu wala hata tupate mtoto. Hiyo ilitoka kwa nani? Sio nani? Lakini mwisho wa siku kwa sababu ya imani thabiti akaja akapata nani? Na sisi ni hivyo hivyo, tunaalikwa kudumu katika imani thabiti kwa Mungu, na sisi tuwafundishe watoto wetu, tuwarithishe watoto wetu hiyo imani ambayo tumefanya nini? Tuliipokea, na ambayo imetuletea kweli mafanikio mengi katika jimbo letu, katika familia zetu na katika mitaa yetu. Mafanikio lingine ni idadi kubwa ya wachungaji katika jimbo la Moshi. Tunao maaskofu wengi, tunao mapadri wengi, kuna watawa, walei wengi wazuri,
ambao wamesimama imara katika imani, ambao wanawalea watoto wao vizuri, na huku Kishumunu nafahamu kwamba wapo wengi, si ndio? Hayo ni mafanikio. Lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hawa maaskofu, mapadri, watawa, walei wazuri, viongozi wa serikali wazuri ni matunda ya kutimiza ile huduma ambayo Kristo ametushirikisha ya uchungaji, ya kufundisha, kuinjilisha. Kuinjilisha, tumewainjilisha watoto wetu vizuri, sisi tumeinjilishwa na wazazi wetu. Kanisa limetufundisha, limetuinjilisha. Kanisa la Moshi limetupa katekesi, tumepata mafundisho mengi mazuri, tukamfahamu Mungu, na sisi tukaitwa kwenda kufanya hiyo huduma ya kipadre, huduma ya kitawa, huduma ya maisha ya familia, maisha ya jumuiya. Na hivi tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, mpaka hapo walau tumeweza kupata mafanikio hayo. Mafanikio mengine, tunazo parokia nyingi. Jimbo Katoliki Moshi ni ishara kwamba katekesi, huduma ya uchungaji inaenda vizuri katika jimbo letu la Moshi, na watu wanaipokea kwa kiasi fulani, na ndio maana tunaendelea kufungua parokia kama Baba Askofu alivyotueleza, namna wa misionari walivyokuja, wakaanza kule Kilema, wakaenda Kibosho, wakaenda Mkuu, wakaja Uru, wakaenda Umbwe na kadhalika, hivyo hivyo mpaka kule Mbulu. Basi ni hivyo hivyo na hapa jimbo la Moshi parokia zimekuwa zinasambaa namna hiyo. Maana yake ufalme wa Mungu unaendelea kutawala, na tunaendelea kumshukuru Mungu kwamba kazi hiyo tunaendelea kuifanya vizuri. Lakini mafanikio mengine ni kuongezeka na kukua kwa jumuiya ndogondogo za Kikristo. Naamini kila mmoja hapa yuko kwenye jumuiya ndogondogo ya Kikristo, ni kweli si ndio? Je, tunaonja faida ya kuwa katika jumuiya ndogondogo ya Kikristo? Tunaonja? Ninapokuwa kwenye jumuiya ninaonja umuhimu, furaha ya kuwa kwenye jumuiya ndogondogo ya Kikristo? Ile kauli mbiu ya jumuiya ndogondogo za Kikristo, moyo mmoja, roho moja katika Kristo. Na kazi ya uchungaji tumesema hasa kwa walei tunapokuwa kwenye jumuiya ni kuingiza ile roho ya Ukristo katika fikra zetu, katika desturi zetu, katika tamaduni zetu. Ile roho ya Ukristo itawale, si ndio? Jumuiya ndogondogo za Kikristo inatusaidia kumweka Kristo atawale katika familia zetu, katika fikra zetu, zile desturi zetu tunazozifanya, shughuli zetu tunazozifanya, tunazifanya tukitazama kwanza, tukimtazama nani? Kristo, si ndio? Yaani jumuiya ndogondogo zinatusaidia tufanye hivyo. Tunapofanya shughuli zetu katika familia, katika serikali na mahali pengine pote, jumuiya ndogondogo zinatuandaa tuzianze shughuli hizo kwa kumtanguliza nani? Kristo. Na ndio kazi ya uchungaji. Na uchungaji tumesema lengo lake ni nini? Baba Askofu ametuambia lengo la uchungaji ni lengo la uchungaji, ukishachunga kondoo wawe na uzima tena, wao nao wawe huo uzima uwepo tele, si ndio? Kristo mwenyewe ametuambia, na mwishowe tupate lile taji ambalo ni wokovu, si ndio? Kuwa na uzima wa kimwili, uzima wa kiroho, si ndio? Uzima wa kiroho lazima tuanze kutengeneza roho zetu ziwe na uzima, alafu na miili yetu kadhalika. Ndio maana kuna hizo shughuli za kijamii kwa ajili ya uzima wa kimwili. Shughuli za kiroho ni za muhimu sana, lazima tuanze nazo, na jumuiya ndogondogo zinatusaidia, na tujitahidi daima kushiriki katika sala za jumuiya ndogondogo za Kikristo. Tusiache hata mara moja. Kwa kweli tukishiriki vizuri kwenye jumuiya ndogondogo za Kikristo tutainuka sana katika imani yetu. Kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu amesema yeye anapendezwa na yule anayefanya nini? Anayemwamini. Na unamwaminije Mungu? Misingi ya kumwamini Mungu ni ipi? Ni sala. Kwenye jumuiya ndogondogo tunapata sala, si ndio? Tunaalikwa, yani tunashiriki kwenye kuzungumza na Mungu. Tafakari ya neno la Mungu ndio msingi mwingine wa kumwamini Mungu. Kule tunapata nafasi ya kuziimba zaburi, kusoma neno la Mungu, kulitafakari.
si ndio? Kukumbushwa kule wajibu wa kushiriki sakramenti mbalimbali ndio misingi ya kukuza imani yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Nani ambaye haendi jumuiya? Kuna ambaye haendi jumuiya hapa? Wababa mpo? Tumesikia mambo mengi sana, wababa hawaonekani jumuiani, ni kweli? Sasa wamama mnawacha nyumbani kufanya nini? Wakikoroma? Sasa kwa nini hawaendi wamama? Nyesi kitu kimoja, mmeunganishwa. Mkawa kitu kimoja, si ndio? Sasa mbona mnawaacha wakorofi? Mnawaombea wababa. Kwa nini hamwendi eti kwenye sala za jumuiya? Hata wakati mwingine unakuta jumuiya inasaliwa pale nyumbani, alafu umelala, si ndio? Kweli? Sasa utapata mafanikio gani kwenye familia yako? Yaani imani yako kwa Mungu iko wapi sasa? Watu wanasali, utaki kusali. Mnasali, mnaambia tunanipigia makelele. Au mnakuja kunipigia makelele hapo nje. Kweli? Si mnasema hivyo? Kwa hiyo ni lazima tuangalie hiyo. Mafanikio ya kuwa na jumuiya ndogondogo za Kristo yanatusaidia tukuze imani yetu kwa Mungu na kutimiza vizuri ule wajibu wa kuchunga kama Kristo alivyotushirikisha. Mafanikio mengine tunaona kuna moyo wa uzalendo wa majitoleo katika nyanja mbalimbali, kujitolea, si ndio? Kristo anasema mchungaji mwema hutoa uhai wake, si ndio? Hutoa uhai wake, majitoleo. Unajitoa mpaka tone la mwisho. Na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kweli tunaona kuna watu wanaojitolea sana, wa mapadre wanajitolea kweli. Ni kweli si kweli? Wanazunguka huko mtoni huko, wanakimbilia huko kwenye mabonde yenu huko, wanawasaidia, wanawapa sakramenti mbalimbali, wanakuja kuzika wafu huko, wanasaidia kuzika, wanawafundisha, wanakaa ofisini wanawasikiliza, si ndio? Tunaona watawa wanapokimbizana katika kusali, huduma yao ya sala, wanasali, wanatuombea, wanakuja kutufundisha katekesi, si ndio? Na kwa maisha yao ni katekesi nzuri na tosha. Tunaona, si ndio? Huku Kishumundu si wapo sisi tunaona watu mbalimbali wanavyojitoa, wale mbalimbali wanavyojitoa kwa ajili ya kuhudumia kanisa, kujenga, kutoa michango mbalimbali kwa ajili ya kujenga kanisa la Mungu kama hapo mmelijenga vizuri, si ndio? Michango yenu hii, kwamba kuna watu wamejitoa kweli. Kuna watu wanajitoa kwa ajili ya kujenga nyumba za mapadri, kuhakikisha kwamba wahudumu wa Kristo wanakaa mahali pazuri ili waweze kuwahudumia vizuri. Watu wanajitoa katika kufundisha, si ndio? Mnafundisha vizuri huko, wanatoa mifano mizuri, wapo. Kuna familia nzuri zinaonyesha mifano huku, si ndio? Huku Kishumundu zipo zinaonyesha mfano mzuri sana, si ndio? Hayo ni matunda. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba kuna kweli tunaona majitoleo hayo. Lakini shukrani nyingine, tunamshukuru Mungu kwamba tuna hazina ya sala. Tunazo hazina nyingi za sala. Kwanza kabisa, walao sasa tunaona tunajitahidi kuona watu wengi wana Biblia, si ndio? Mna Biblia takatifu? Wapo kweli? Pale nyumbani kuna Biblia, nikiingia pale sebuleni ipo Biblia? Ipo Na watoto wenu wanazo, mnawanunulia? Hiyo ni hazina ya sala. Maana sala za Kanisa Katoliki ukizitazama zote ni tafakari ya neno la nani? Baba yetu umetoka wapi? Salamu Maria, atukuzwe Baba, kanuni ya imani, misa takatifu na nyingine nyingi, si ndio? Kwa hiyo ni hazina ya nini? Ya sala. Nani ambaye hana Biblia takatifu? Sema tupo wengi. Alafu kuwa nayo tu, alafu kuisoma ili basi uweze kuendelea kukuza hiyo roho yako ya sala. Lakini kuna misale ndogo. Jimbo Katoliki Moshi tumejaliwa kuwa na misale ndogo ambayo inatusaidia kuonyesha, kuainisha maadhimisho mbalimbali katika kanisa yanafanyika namna gani na namna ya kuyashiriki. Lakini katekisimu ya Kanisa Katoliki, katekisimu ya mafundisho ya komunyo ya kipaimara, tuna vitabu na miongozo mbalimbali ya mashirika ya kitume na vyama vya kitume. Tuna vitabu mbalimbali. Kwa mfano kile kitabu ambacho kinasema Mungu anazungumza na watoto wake, tunakifahamu?
Mungu anazungumza na nani? Ni kitabu katekisimu nzuri ya kuwafundisha watoto Biblia takatifu. Siku hizi ipo. Zamani wakati tunazaliwa tulikikuta kina picha nzuri za watoto, yaani kile kimeeleza Biblia takatifu, alafu kinaonyesha zile picha zinazoainishwa kule ni za watoto, wanaonyesha Mungu anavyozungumza na watoto wake. Hata Abrahamu amechorwa ni baba, lakini wale watoto wake anavyozungumza nao amewachora. Yaani imeelezwa kwa namna hiyo kwamba watoto wanaielewa. Tunavyo kitabu kipo, Mungu anazungumza na watoto wake, lakini tuna ile miongozo ya vitabu vya kufundisha dini shuleni. Hiyo ni hazina tulionayo katika jimbo letu la Moshi. Idara ya katekesi imeandaa vitabu vya kufundisha dini shuleni ili vijana wetu waweze kuendelea kukua katika kufahamu utume wao ulioko mbele yao ya uchungaji na kutoa huduma kwa watu wa Mungu. Lakini katika jimbo letu ni sehemu ya mafanikio. Tulipokuwa tunaadhimisha miaka 100 ya Ukristo hapa jimboni, tulibahatika kutembelewa na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Wengine hapa tumemuona, si ndio? Wengine hatukubahatika kumuona, tulikuwa hata tujazaliwa, lakini tumesikia habari hizo. Lakini hilo ni mafanikio. Amekuja kutuambia kwamba huyu ni halifa wa nani? Wa Mtume Petro, si ndio? Halifa wa Kristo, si ndio? Amekuja kutuambia kwamba muendelee kusimika imani na kufundisha na kuweka utawala wa Kristo katika jimbo la Moshi. Amekuja kuweka muhuri, si ndio? Kwamba hili mnalolifanya na linalofanyika ni nzuri. Na tunamshukuru Mungu, alikuja na tuna historia yake vizuri, na taratibu tutakuwa tunaelezwa hiyo historia ya ile jubilei ya miaka 100 ya Ukristo katika jimbo Katoliki Moshi. Pia tunaona faida ya uchungaji katika jimbo la Moshi kwa ukarimu wa jimbo la Moshi wa kufanya umisionari. Mapadri wanapelekwa katika majimbo mbalimbali hata nje ya nchi. Tunamshukuru sana Mwashamu Baba Askofu. Hayo ni mafanikio kwamba na sisi tunaweza tukapeleka huduma ya kichungaji katika maeneo mengine. Kwa hiyo ni moja ya mafanikio. Kwa hiyo kwa hayo tunamshukuru sana Yesu kwamba ametuwezesha, ametujalia neema zake tukaweza kutekeleza walau kwa kiasi fulani hii kazi ambayo ametushirikisha ya uchungaji. Yeye ambaye ni mchungaji mwema, walau tumefanya kwa kiasi fulani. Lakini licha ya hayo tumekuwa na changamoto nyingi, si ndio? Tumekuwa na changamoto katika uchungaji katika jimbo Katoliki Moshi, na Baba Askofu ameshazieleza nyingi, si ndio? Ameeleza karibu, ni kweli. Kwa hiyo mimi ninaomba tu licha ya kwamba ameshazieleza, na mimi naomba nieleze walau kidogo tu baadhi ya changamoto ambazo tunakumbana nazo katika hii huduma ya uchungaji. Changamoto ya kwanza, tunaona kuna majina ya ubatizo, si ndio? Katika mwenendo wetu wa kichungaji kumekuwa na changamoto ya majina ya ubatizo, si ndio? Ninyi mmekutana nayo. Kwanza, jina ni muhimu sana, na tunapochagua jina lazima tuwe makini sana, si ndio? Kwanza Mwenyezi Mungu ana jina, si ndio? Jina la Mungu ni nani? Alimwambia Musa, mimi ni nani? Mimi niko ambaye. Hilo ni jina la nani? Je, limebeba ile nafsi na tafsira ya Mungu yote? Si limebeba kila kitu? Kwa kumbe jina unalompa mtoto wako linaingia kwenye nafsi yake, si ndio? Na anapobatizwa na jina lazima litajwe, si ndio? Fulani na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ubatizo unachapa, yaani unaweka chapa isiyofutika milele, na hiyo inaendana kabisa na hilo jina unalompa
huyo mtoto wako, si ndio? Kwa hiyo mwaliko kwetu kwamba tunaalikwa walao hata mtoto, tunajua kama mazingira yanaonyesha kwamba nitapata mtoto, si ndio? Uandae jina mapema, si ndio? Unaandaa jina kwa namna gani? Hata kwa kwenda unaweza kuangalia katika familia yako, una hali gani kwenye familia yako, si ndio? Alafu naenda kushirikisha viongozi wako wa kiroho, hapa nipata mtoto, nikipata wa kiume nimuite jina gani kuendana na hali yangu, nipata wa kike nimuite jina gani? Yesu jina lake lilitajwa kabla hata hajafanya nini? Yohane Mbatizaji kabla hajafanya nini? Kwa nini sisi tusiwape watoto wetu majina kabla hajazaliwa, tukayaandaa ili hata ikitokea wakati unajifungua, imetokea tu mtu amekuja akakuuliza mtoto wako unampa jina gani, ukalitaja hilo ambalo umeliandaa, kuliko ukataja jina lingine. Unataja kuna wengine kwa sababu alipokuwa anajifungua kulikuwa kuna ngurumo nyingi huko nje, anaulizwa sasa, mtoto wako utamwita nani? Ataitwa Ngurumo. Unamwita mtoto wako nani? Ngurumo, kwa sababu umesikia mingurumo huko nje, si ndio? Au mwingine mtoto wako utamwita nani? Radi, kwa sababu radi zilikuwa zinapiga, ukamwita Radi. Wale walikuwa amekwambia, kumbe ni wale wa Rita. Anakuja anaandika jina lako limeshasajiliwa kule, mtoto wako anaitwa nini? Radi. Jamani, alafu wengine Cheusi au Matatizo, Shida. Lakini katika kukua unashangaa mtoto wako huyo ule muita ni Radi, akija nyumbani sasa baba paroko, sasa mtoto wangu kule ni Shida tu, akija kule ni kama Radi, ni fujo, ni vurugu. Yaani hata nikilala sithubutu hata kugeuka, kwa sababu akija upande lazima nikimbilie kule. Si ulimuita mwenyewe Radi? Na anakuletea Radi nyumbani. Ngurumo anakuja amelewa, anakuletea mangurumo kama simba. Si ulimuita Ngurumo? Na ile inaingia kwenye nafsi yake, si ndio? Kwa hiyo ni kweli kwamba majina tunapaswa kuyatafakari namna tunapowapa watoto wetu majina, na tunatafakari namna gani tunaandaa. Tunaweza kuangalia kwenye familia yako, kweli familia yangu kwa kweli hakuna amani, si ndio? Hakuna. Unamwendea pale unamwambia, sasa huyu mtoto wangu nataka atakapozaliwa nitafutie hata jina la mtakatifu ambaye anaelekea huko kwenye amani, si ndio? Kuna mtu umeshaliandaa jina lako, atakuletea amani kwenye familia. Ndio huyu mtoto wako huyo, kwa sababu mtoto unayepewa ni zawadi kwa Mungu, na huyo zawadi inakuja kutatua tatizo fulani kwenye familia yako kama utajiandaa vizuri. Na unamwendea hapa unamwambia, sasa nyumbani kwangu, sasa kule kwangu ni ulevi tu, au kule kwangu hakuna msimamo wa imani, yaani tunayumba tu katika imani. Unamwambia pale, nitafutie hata jina la mtakatifu la Kikristo ambalo halipingani na Ukristo, ambalo litanisaidia walao imani yetu kwenye familia isimame, si ndio? Anaweza kukwambia mwite Abraham, au anakuambia mwite Petro, si ndio? Inasanifu kabisa kule. Kwa hiyo wapendwa, mwaliko kwetu, majina yanaleta changamoto, na lile jina la ubatizo utakalompa mtoto wako, kumbuka imechapa, yani ni chapa ile, haifutiki. Ndoa inapokuja upaswa kubadilisha ile jina, yani kabisa, ile jina ndio hilo, halifutiki, na hilo ndilo ambalo unatakiwa uliandika kwenye cheti cha nini, cha ndoa. Na inaunganisha hivyo, sakramenti zinaendelea kukusanyika namna hiyo. Changamoto nyingine wapendwa, ni kwa baadhi ya Wakristo wetu tunakuwa na hofu ya Mungu. Hatuna hofu ya Mungu tena, hofu ya Mungu imetoweka kabisa, si ndio? Baba Askofu ametufundisha kwamba sasa hivi ni suria tu, si ndio? Maana hatuna hofu, si ndio? Mungu alisema na sisi tunafanyaje? Tena tunafanya nini? Hadharani. Si ni kweli? Si ni hadharani huko? Tuna tofauti na jogoo. Kwa sababu tunawaona wawili, mnaingia hapo kila siku, kila saa mnaingia mnafanya hadharani, tena makusudi. Si ni kweli? Si ni kweli kwamba Mungu ameainisha zile amri zake 10,
unasema hii hapa potelea mbali, asihitaji, ananisumbua. Unafanya makusudi, tena unawakwaza walio wadogo. Ni kweli, si ndio? Na ukimkwaza mtu, Yesu anasema adhabu yake ni. Kwa hiyo tukumbuke suria, tunawakwaza na adhabu yetu, unafungiwa jiwe, ushushwa kule, yaani ufutike kabisa kwenye uso wa nani? Uso wa Mungu. Ndio manake, lakini kwa jina lingine tunasema ni sura, lakini ni uzinzi sugu, si ndio? Ni uzinzi, tunapenda kubaki hivyo. Hiyo ni changamoto, kwamba hatuna hofu ya Mungu tena. Yaani Mungu amesema, Yesu anasema tunaendelea kama kawaida. Uizi, si ndio? Watu hawana hofu tena, wanaiba tu, uwaji, kubadilisha maumbile na mambo mengine. Huko ni kukosa hofu ya Mungu. Na changamoto nyingine, ukosefu wa uaminifu katika nyanja mbalimbali za utumishi. Kama kiongozi, kama padri, tunakuwa hatufanyi kwa uaminifu hasa wajibu wetu na mambo mengine. Na sisi katika familia, katika ndoa zetu, tunakosa uaminifu katika ndoa zetu. Hiyo ni changamoto. Lakini imani potofu, Baba Askofu ameshatufundisha tena kidogo, si ndio? Imani mkorogo. Kuna matambiko, tunayo matambiko, yapo ile la kwako unalolifanya lina faida gani? Kwamba tuna tambiko kuu ni hili hapa, si ndio? Lile la kwako ukilinganisha na hili lina thamani gani? Eti sasa hiyo mnafanya nini sasa? Unakumbuka wakati Musa anatoka mlimani, akakuta Waisraeli wanaabudu yule ndama, si ndio? Alivyorudi kwa Mungu, Mungu alimwambiaje? Alimwambiaje? Kwamba hao watu nitawaangamiza wote, si ndio? Nitawafanya nini? Kwa sababu wanaabudu kitu sio mimi, wamegeuza uso wao wakageukia miungu yao, si ndio? Akasema ninafanya nini? Ninawaangamiza. Si tumshukuru Musa alivyowatetea, akasema kama utawaangamiza hao na jina langu siliandika kwenye kitabu, si ndio? Wewe usiliandike kwenye kitabu. Aliomba hivyo na Mwenyezi Mungu akawasamehe. Kwa hiyo sisi tunaalikwa tusichanganye hayo. Mwenyezi Mungu atatufuta kwenye kitabu chake, atatufuta kwenye kitabu chake kule mbinguni. Sisi tujishike na yeye, tukimbilie hilo tambiko kuu, Ekaristi Takatifu. Kama tunataka kutumia neno tambiko, hili hapa ndio lenyewe, si ndio? Hili hapa ndio lenyewe. Hayo mengine ni magarasha tu, hayana uhai wenyewe huko. Kwa hiyo hii ni sehemu ya changamoto ya uchungaji wetu. Tunaposhiriki katika sakramenti mbalimbali, tukimaliza kutoka kwenye sakramenti mbalimbali, tunaenda kwenye mambo yetu, si ndio? Tunaadhimisha Ekaristi Takatifu, sala ya kumwombea mpendwa wetu marehemu. Tukimaliza kuadhimisha ile misa takatifu, tunafanya nini? Tunaenda kuchinja mbuzi. Tunafanya nini? Tunamwagia damu kule, si ndio? Ni kweli, si kweli? Hayo tunayafanya. Sasa unafanya kitu gani hapa? Hiyo ni changamoto nyingine tunapaswa kuiacha, kwamba damu ya Kristo imetosha. Sasa ile ya mbuzi na hii ya mtu, ipi yenye thamani? Sasa ile ya mbuzi unaweka kwa ya nini? Kwa nini usinywe hiyo supu ukapata hata afya kidogo? Unakuta hata hauna nani, yaani unaweza ukapeperushwa na upepo hapo ulipo, halafu unaenda kumwagia damu kule, unywe wala upate nguvu, mwili upate damu. Hakuna, kwa sababu tumetumia hivyo vitu tu kwa sababu ya kufurahisha miili yetu, alafu kumbe tunaumiza miili yetu, tunaiumiza.
na haitusaidii. Tunakuwa walevi, alafu hatuwezi kufanya uchungaji wetu ambao Kristo ametushirikisha. Na tukumbuke ni wajibu, na tusipofanya vizuri tutadaiwa wajibu wa kulea. Baba, kila siku nimelala barabarani, ndio malezi haya. Nimelala huko barabarani, asubuhi na mapema naamka niko vumbi tope kabisa. Alafu watoto wanakuja wanakuangalia. Ndio unalea watoto wako hivyo? Ndio, unawalelea watoto wako hivyo. Mama, hivyo hivyo. Kila siku unakuja ni matusi tu. Unaporomosha mbele ya wanani? Si ndio malezi mnarithisha hivyo? Imani ni inarithishwa. Si ndio? Mnairithisha namna gani? Kwa matusi. Si ndio? Nyumbani yani kila siku jioni ni kelele tu. Mtoto atafanyaje? Na yeye atakuwa ni makelele hivyo hivyo. Si ndio malezi? Ndio malezi tunaowapa watoto. Kwa hiyo hizo ni changamoto za uchungaji, lazima tuziangalie ili tuweze kwenda vizuri zaidi na kufanya vizuri zaidi, hasa ulevi, kuepuka ulevi. Huo ulevi. Pamoja nayo changamoto nyingine, utandawazi, hasa kwa vijana wetu, kukimbilia zaidi mitandao ya kijamii na kujifunza huko, kwamba malezi yetu siku hizi wazazi tumeyaacha, watoto wetu wajifunze mtandaoni. Si ndio? Si ndio? Kwamba na watoto wetu tukiwauliza wanasema, vijana wetu hasa wanasema, chochote ninachokihitaji ninafanya nini? Nina gogo, si ndio? Ninakipata, si ndio? Hakuna, yani malezi mazuri, elimu nzuri ni ya uzoefu, sio ya kwenye mtandao. Mtandao ni uongo mtupu. Mtandao ni nini? Lazima mwafundishe watoto wenu kwa maisha yenu, kwa midomo yenu, kwa fikra zenu, mnavyofikiri. Ni lazima. Hayo ndio malezi. Na hata kama ni vyombo hivyo, uwafundishe namna ya kuvitumia. Na daima malezi yanaanza kufundisha watoto wetu zile tunu nzuri, kwamba mtoto wako unataka awe namna gani. Unamfundisha, mtoto wangu wa kiume unapaswa uwe hivi. Unamfundisha values, tunu, kwamba mimi mtoto wangu niwe atapaswa kuwa hivi, awe hivi. Mtoto wa kiume anakuwa namna hii, mtoto wa kike anakuwa namna hii. Si ndio? Sisi tunawacha unajifunza huko mtandaoni kwamba nataka niwe hivi kama nilivyoona pale kwenye mtandao. Hapana, mtoto lazima umwambie, umfundishe. Tena nafundishwa zaidi na zile tunu za kiinjili. Negative zile, kwamba zile usi ni chache. Na hata mafundisho, hata Mwenyezi Mungu tunaona ametuwekea usi ngapi? 10, amri 10 zile. Mafundisho mengine yote anatufundisha sisi tunatakiwa tuendeje mbinguni, tuweje watakatifu. Na watoto wetu tuwafundishe namna hiyo hiyo, wawe namna gani, na zile usi zile chache tuwafundishe. Na atajua kwamba mimi ni mtoto wa kiume, napaswa nivae hivi, natakiwa niongee hivi, natakiwa nitembee hivi, sitaki kutembea vile. Kwa sababu ameshajua mimi napaswa kutembea. Tunawafundisha? Hatuwafundishi. Ni utume wetu kwenye familia, utume wetu kwenye jumuiya, ndio utume wetu kwenye jamii. Tuwafundishe watoto wetu, na kama kiviongozi tuna wajibu huo wa kutekeleza vizuri. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, ninapenda nimalizie tu kwa kuainisha changamoto ya mwisho, kwamba licha ya mafanikio tulionayo, ndoa nyingi, lakini kuna kuvunjika kwa ndoa nyingi na ukosefu mkubwa wa uaminifu katika ndoa. Ndoa nyingi watu wanataka talaka. Si ndio? Mnataka talaka. Kanisa Katoliki hakuna. Nani alisema hiyo? Walivyomuuliza kwamba sasa mbona Musa alituruhusu, aliwajibuje? Kwa sababu ya ugumu wa mioyo akawaruhusu. Lakini mimi nasema tangu mwanzo ni mtu mume na mke, mwisho hakuna kuvunjika, ni ya milele. Mungu aliwaunganisha, na tukapata mfano wa Adamu na Hawa, si ndio? Mfano mwingine Abrahamu, si ndio? Abrahamu alikuwa na wake wangapi?
huyo, si ndio? Haya, mwingine ni nani? Ile gharika mnaikumbuka? Ni wanani waliingizwa kwenye ile gharika baada ya uharibifu ambao ulitokea? Mwenyezi Mungu akaamua kufuta kila kitu ulimwenguni, akaweka ile gharika. Kwenye gharika ile akamfundisha Noa. Wakaingia wanani kwenye ile gharika? Nani? Mke wake na yeye, si ndio? Na watoto wake, si ndio? Na viumbe wawili wawili, nani na nani? Mme na mme, si ndio? Kwa hiyo kumbe ni mmoja, si ndio? Ni mmoja na sio wawili. Hapo tupo? Wanakishumuru mpo? Tumsifu Yesu Kristo. Hiyo changamoto ipo huku. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Tuishughulikie, si ndio? Kwa sala, kwa tafakari ya tumefanya nini, kuomba neema ya Mungu, kwa sababu tumesema neema ya Mungu inafanya nini? Lakini zaidi imani kwanza, imani kwa thabiti iliyosimama hivi. Alafu tukiweza hiyo, basi Mwenyezi Mungu atatukirimia neema zake ambazo daima zinashinda, na tukiweza kusimama imara na kumpenda, basi kama Petro alivyoambiwa baada ya kusema kwamba mimi ninakupenda, Yesu akampa utume, basi chunga kondoo wangu. Basi na sisi kwa kumpenda, kwa kumwamini, aweze kutujalia hizo nguvu na neema ya kuchunga kondoo zake. Tumsifu Yesu Kristo.